Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 9 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, Justin Bitakwira achukizwa na uzembe wa wakuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Goma, zaidi ya vijana 50 wakamatwa na kupeleka pasipojulikana na magaidi wa M23, huku mateso yakizidi kuwatesa wakazi wa jiji la Goma. Ituri, serikali yatoa mafunzo dhidi ya Ebola, huku Kasumbalesa ndiko viongozi wa jeshi kutoka Kinshasa wamemalizia ziara yao baada ya kuhusu mifumo mbalimbali ya kiusalama na nchi na mipaka yake. Usikose pia kufuatilia matangazo yetu kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vilevile kuendelea kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na hata pia usikose kuendelea kufuatilia matangazo mengine kupitia Mwangaza TV. Na tuchukue taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, ambako Justin Bitakwira achukizwa na uzembe wa wakuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya magaidi wa M23 kujaribu kusonga mbele, huku fununu mbalimbali wakizidi kuzitupa kwa mitandao ya kijamii, na kumaanisha kwamba tayari wamechukua vitongoji mbalimbali tarafani Fizi, na huku pia wakinyemelea kuingia ndani ya jiji la Baraka na hata pia kusonga mbele zaidi. Taarifa hizo zimeweza kuwagusa watu wengi na pia kuweza kuleta hisia tofauti miongoni mwa wananchi, hata vile kwa wanasiasa na zaidi wabunge wachaguliwa wa jimboni Kivu ya Kusini. Mbunge mchaguliwa wa tarafani Uvira Justin Bitakwira Bionahai ameweza kulaani vikali viongozi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushindwa kutumikisha vifaa maalum kwa ajili ya kuweza kumalizana na shida ambayo mpaka sasa inaonekana kuwa sugu tarafani Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Yote ni kutokana na magaidi wa M23 kuendeleza operesheni zao kwenye milima ya nyanja ya juu pamoja na milima ya nyanja ya kati. Kwa nini M23 wanashindwa kupigwa na serikali? Nini kinaendelea? Kuna mchezo gani kati ya serikali na magaidi wa M23? Je, Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anauelewa huu mchezo, ama kamanda mkuu wa majeshi pia atakuwa anauelewa huu mchezo? Hapa katikati kuna kitu ambacho hakiendeki, na hivyo endapo jiji la Baraka litaanguka na vitongoji pembezoni mwa jiji la Baraka, basi itakuwa ni njia nyepesi na rahisi kwa magaidi wa M23 kuweza kuchukua hatamu ya kusonga mbele kuingia mpaka Kalemi pamoja na jimboni Tanganyika. Hayo ni maneno ambayo amekuwa akiyazungumza Justin Bitakwira kutoka jijini Kinshasa. Kutoka jijini Kinshasa, mengi na zaidi, huyu hapa mbunge mchaguliwa wa Uvira bwana Justin Bitakwira Bionahai akisumulia hali halisi kutokana na jinsi mambo yanavyozidi kuharibika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi tarafani Fizi. La situation n'est pas bonne. La situation est en train de s'empirer, étant donné que des drones viennent du Rwanda. Certains prennent des avions, à Kaboum pour Minembwe. Et je peux dire que nous avons relâché, parce qu'on avait déjà occupé les 3/4 de Minembwe. On a relâché. L'ordre est venu du commandement militaire. Il faut se replier, repli stratégique, ainsi de suite. Et c'est comme ça que maintenant on avance même vers Baraka. Baraka Minembwe, c'est pas moins de 100 km. Et il y a une stratégie qu'on appelle les Milima. Si Milima tombait aujourd'hui, nous allons retrouver que les rebelles sont partis même vers Kalemi. Le message que je voudrais passer ici, c'est d'interpeller le gouvernement en général et interpeller l'état-major général de notre pays. La place du ministre de la Défense aujourd'hui, la place du chef d'état-major aujourd'hui, c'est d'aller au front, aller voir ce qui se passe, aller vérifier les informations à notre possession. Il y a des soupçons de complicité qui doivent être vérifiés. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression que ce n'est plus la République démocratique du Congo qui se bat contre le Rwanda.
C'est comme si c'est une chefferie qui se bat maintenant contre le Rwanda. Donc, il doit y avoir une alerte maximale au niveau de l'armée pour mettre hors d'état de nuit cet ennemi-là. Ministre de la Défense, chef d'état-major général, quittez vos bureaux climatisés, allez défendre la République. C'est pour ça que vous avez été nommé. Si vous n'êtes pas capable, démissionnez. D'autres vont prendre vos fonctions. Mais honorable, aujourd'hui, le point zéro peut conduire dans plusieurs directions du pays. Oui, c'est la limite entre le Tanganyika, Fizi, Uvira. Vous savez aujourd'hui, si Baraka tombe, il y a un boulevard, c'est le lac Tanganyika, qui va vers Kalemi. Il y a une route qui chemine de Fizi, Baraka jusqu'à Kalemi. Donc c'est un boulevard qu'on est en train d'ouvrir à l'ennemi. Un boulevard. Kwa sasa maeneo yote ya tarafa la Fizi kumeonekana ka utulivu licha ya ujumbe wa magaidi wa M23 kuweza kuingia maeneo ya Minembwe na kwenda kukutanana na viongozi wa magaidi wa M23 maeneo hayo waliokuja, akiwemo pia gavana msaidizi Bwana Gadi wa Kivu ya Kusini kwa upande magaidi wa M23 kina Lawrence Kanyuka. Wote wamekuja kwa ajili ya kuweza kuwapea nguvu magaidi wa M23. Taarifa zinasema kwamba ndege ambayo ingetakiwa kuja pia pamoja na silaha na mahitaji mengine ya magaidi wa M23 iliweza kukwamishwa, na hivyo kutumia ndege hiyo kwa ajili ya kuongeza nguvu kidogo waliokuwa wamewaletea hao magaidi wa M23 huko milima ya Nyanja ya Juu. Kwa upande wa ardhini milimani, wazalendo wamezagaa kila kona ya milima, hivyo kuweza kuwazuia kabisa M23 kutumia milima kwa ajili ya kuweza kupeleka chakula pamoja na silaha nyingine kwa upande wa magaidi wa M23. Ukiachana na taarifa hizo kutoka huko milima ya Nyanja ya Juu, tuingie moja kwa moja nchi jirani ambako wakimbizi Burundi wazidi kuhitaji mahitaji muhimu kutoka kwa vyombo muhimu vya husika na wakimbizi, zaidi kitengo cha Umoja wa Mataifa cha UNHCR, na vile pia ukitaji serikali kuweza kuingilia kati kwa sababu maeneo wanakoishi kuna hatari kubwa ya magonjwa ya kipindupindu. Kwa sasa wakimbizi hao wanasumbuliwa na mahitaji ya vyoo wanavyotumia ni vichache, na hivyo wanalazimika kukaa kwa mstari kwa ajili ya kuingia chooni. Kutoka kambini hapo, usikiliza ujumbe ufuatao. Mateso yenye tukwamwe ngale kambi mzima watu bazee bako na jichimbia wese bopeki. Nuangalie sasa pori yenye tunaishi hapo. Yo pori wangalie watoto wanatonda murongo mbele ya kwenda kuhiwese mwa yenye waliweza tante mpori ya Barundi. Hiwese yenye walitante ya Barundi njoo hile njoo hiyo hapo chini. Banahitante njoo hiko na basaidia. Hiko nasaidia watu. Kuna saidia wanashuka na po. Bananyamba mule mwangare usiku. Banaenda mwanga po. Njoo hali yenye watu wanaishi. Tunaogopa sasa magonjwa. Njoo maana tunaanza jichimbia mawese shepeki. Tunaogopa magonjwa kabisa. Ya habari mjikaze na shie mpeleke kwa wakubwa. Ndio hali yenye watu wanaisha mwe. Wangalia watu yote mangare yote haina wese. Haina wese kabisa. Jiulize watu hawatagonjea makolera hapa. Wangalia kambi yote. Wangalie kambi yote. Wangalie nani yote, traje yote. Haina mawese. Uone. Wangalie population yote yenye kwa hapa na njuni niko fasi ya mbaya. Koto fasi ya mbaya. Angalia sasa wese yenye wako. Tunaanza chimba shepeke tuangalie kama itatusove. Wangalie. Watu wako na chimba wese. Tuangalie kama itatusove. Wangalie watu ndio wako na chimba wese hapa. Baada ya taarifa hizo kutoka Fizi pamoja na Burundi, tuingie jijini Goma
ambako taarifa zinasema zaidi ya vijana 50 wameweza kukamatwa na kupelekwa pasipojulikana na magaidi wa M23 ndani ya jiji la Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya vijana 50 wamekamatwa na kupotezwa pasipojulikana na magaidi wa M23. Karibia vijana na zaidi 50 ambao ni huko jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya jiji la Goma wameweza kukamatwa kwa kinguvu na magaidi wa M23 kutokana na vyanzo vinavyozungumzia hizo habari kutoka ndani ya jiji la Goma. Vijana hao ambao walikamatwa bila kujulikana wapi ambako wamepelekwa na bila makosa yao ya wao kuweza kukamatwa, mpaka sasa hivi familia zimejaribu kuwatafuta kila kona lakini bila mafanikio. Kutokana na hali hiyo ambayo inaendelea jimboni Kivu ya Kaskazini, wananchi wamekuwa katika wasiwasi mkubwa, huku wakihofia pia maisha yao na vilevile wakihitaji usaidizi haraka kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana maisha wanayoyapitia ni magumu na wala hayana mfano. Asilimia kubwa ya watu ndani ya jiji la Goma hawana imani na magaidi wa M23. Mateso yanazidi, kunyanyaswa kunazidi, hakuna kazi wanazozipata. Badala yake kazi zote, hata wanaofagia barabara, inasemekana ni Wanyarwanda kutoka nchini Rwanda. Wakaji wa Goma wanateswa, wanasumbuliwa na hawana tena hata pa kuzungumzia. Wanachosubiria tu ni mwisho wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua maamuzi sahihi kwa ajili ya kuweza kuwakomboa wakahaji wa jiji la Goma na Bukavu na sehemu zote ambazo zinapatikana magaidi wa M23. Mswari, habari za kushinda salama. Sisi Goma tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu sasa tuko kwa salama kidogo. Sauf que wote niva Katindo walibeba bajene 50 balienda na 50 jene kabisa na babeba mformation atuya kwenye bakume balibeba kabisa 50 jene balibeba kabisa babangu bituko kwa matata sana Goma kabisa, watu wanateseka sana. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 9 za mwezi wa 7 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika ya Mashariki. Yejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayemba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilamba Mao, mzee wa seti ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Aaron Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei Afrika Kusini, Mohamed Papire Jabu kutoka Afrika Kusini, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, kiwa wote bado mko nasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Goma ambako mpaka sasa hivi wananchi wanaishi katika wasiwasi mkubwa, shida, njaa, umaskini unazidi kutesa raia ambao wako chini ya uongozi wa M23. Tuingie huko mkoani Ituri. Serikali yatoa mafunzo dhidi ya Ebola, huku pia mafunzo ya kumalizia ziara ya mwisho ya majeshi kutoka Kinshasa maeneo ya Kasumbalesa ndani ya mkoa wa Okatanga. Serikali mkoani Ituri chini ya kamanda wa majeshi ambaye ni Gavana Meja Generali Gabi Mulumba, huku pia wakishirikiana na viongozi mbalimbali wa serikali ya kijeshi mkoani Ituri, wameweza kuandaa mafunzo wakishirikiana na wataalamu wa tiba. Lengo lilikuwa ni kuweza kuwapea watu mafunzo dhidi ya kupambana na ugonjwa hatari wa Ebola ambao unapoteza maisha ya wananchi, na vilevile kutaka mipangilio thabiti ya afya iweze kutekelezwa kote mkoani Ituri.
Kuhusiana na hali ya usalama pia hivyo inahitajika watu kushirikiana kwa lengo la kuweza kuleta usalama wa kudumu mkoani Ituri. Dans cette salle, les chefs du quartier, bourgmestres et maires de Bunia prennent part à cette formation stratégique. Face au risque de la résurgence de la maladie, ces autorités de proximité ne sont plus seulement des gestionnaires administratifs, mais bien plus les principaux relais de la prévention et de la sensibilisation au sein des communautés. Pour Africa CDC, une riposte efficace commence dans le ménage et autour. C'est dans les quartiers, au contact direct des populations, que se gagne la bataille contre Ebola. Dans le cadre de la réponse Ebola, de pouvoir arrêter le plus tôt possible la transmission de cette maladie qui est meurtrière. La maladie d'Ebola commence toujours dans la communauté et elle s'arrête dans la communauté. Combattre les fausses informations, promouvoir les mesures barrières, encourager les signalements rapides des cas suspects et rétablir la confiance entre les communautés et les équipes de santé, telle est la mission désormais confiée à ces leaders locaux. Une initiative officiellement lancée par les gouvernants militaires de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, qui a rappelé que la réussite de cette riposte dépend avant tout de l'engagement des autorités de proximité et de la discipline collective des populations. J'attends de chacun de vous un engagement total. À l'issue de cette formation, vous devrez devenir de véritables ambassadeurs de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans vos entités respectives. Chaque famille doit être sensibilisée. Chaque cas suspect doit être signalé rapidement afin d'empêcher toute propagation de la maladie. Désormais, porteurs des messages clairs et scientifiquement validés, les chefs de quartier auront la responsabilité de sensibiliser chaque ménage afin de prévenir toute propagation de la maladie. Une mobilisation communautaire placée sous la vision du commandant suprême des FRDC et de la PNC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir l'Ituri se débarrasser définitivement de cette 17e épidémie. Tukitoka mkoani Ituri na tuingie jimboni Haut-Katanga ndani ya kitongoji cha Kasumbalesa. Kasumbalesa, viongozi wa jeshi ambao walikuwa kwenye mafunzo ya wiki kadhaa jijini Kinshasa hatimaye wamekwenda kumalizia ziara yao ya mwisho mkoani Haut-Katanga ndani ya kitongoji cha Kasumbalesa ambako ni mpaka wa Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo lilikuwa ni kuchunguza namna biashara vinavyopita mpakani, kuhusiana na pia kupambana dhidi ya biashara haramu, biashara za magendo ambazo zinakuwa zikitumiwa mara kwa mara na baadhi ya wafanyabiashara, na hivyo wameweza kuridhika na hali iliyokuwa ikiendelea katika mpaka wa Zambia pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi kutoka Kasumbalesa, kuna taarifa ifuatayo. C'est au poste frontalier de Kasumbalesa que les stagiaires de la 9e promotion de l'École supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont clôturé leur voyage d'études à l'espace Grand Katanga ce vendredi 3 juillet 2026. En effet, nous sommes à Kasumbalesa dans le cadre de visite guidée de l'École supérieure d'administration militaire qui amène les stagiaires qui viennent de Kinshasa pour voir l'importance des enjeux stratégiques de la zone de Kasumbalesa par rapport à tous les développements de la République démocratique du Congo. Donc ils sont là pour comprendre les entrées et les sorties de la DGRAD et voir un peu l'importance des recettes dans le budget de l'État. Les 30 stagiaires de cette structure supérieure militaire des FARDC ont été briefés sur l'organisation de la sous-direction de cette entité voisine de la Zambie par M. Oluaka Okongo, sous-directeur de ces postes frontaliers. Les différents inspecteurs des services ont également exposé sur les procédures d'exportation et d'importation des produits miniers. Après les jeux de questions-réponses, en est suivi une visite guidée des installations qui est partie de la salle du contrôle, du stand de whisky export, du poste de désarmement, du parking des véhicules pour exportation, des scanners des marchandises jusqu'au checkpoint de Kanyaka. Nous avons vu en amont, tout comme en aval, le contrôle se fait à partir de la production.
Au niveau de la production, il y a déjà le contrôle qui se fait. Donc il y a pré-dédouanement, dédouanement et le post-dédouanement. Donc le contrôle se fait d'une manière claire. Il n'y a pas possibilité de connaître un risque sur la fraude. Et au niveau de Kasumbalesa, nous avons aussi vu la machine qui est chargée de contrôler les marchandises. Bien que bâchées, bien que dans le camion, il y a possibilité de détecter ce qui est nuisible même à la sécurité. Auparavant, ces futurs administrateurs supérieurs militaires ont visité le jeudi 2 juillet 2026 l'usine hydrométallurgique Estelle, société congolaise pour le traitement des terrils. Vous savez que nous sommes issus de l'école supérieure d'administration militaire et là-bas il y a des modules que nous étudions. Nous avons la logistique opérationnelle, nous avons la gestion des ressources humaines, nous avons le module de budget et finances, nous avons l'audit interne et l'audit externe. Alors, pour la visite à la GECAMIN, ce que j'ai retenu par rapport à notre formation, c'est l'implémentation. Que ce soit à la DGDA ou à la GECAMIN, l'implémentation des processus qui doivent aboutir au contrôle interne. J'étais très content parce que ce sont des matières que nous avons appris durant notre cursus et nous sommes arrivés sur place, nous les avons expérimentés. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa Amka na Baraka One TV kwa asubuhi hii ya tarehe 9 za mwezi huu wa 6, mwezi huu wa 7, 2026. Tukutanane majira ya saa 6 mchana, saa 9 pamoja na saa 12 ambako tutakuwa tunazungumzia taarifa mbalimbali kutoka kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, nikwambie tu bye bye.